Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya pili ya mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 49 aya ya 3 na aya 5 hadi 6. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya kwanza hadi 3. Injili ni ya Yohane sura ya kwanza aya 29 hadi 34. Ndugu zangu, somo la pili ni fupi ila linatukumbusha mengi. Linatusaidia kupanua fikra zetu kuhusu ubatizo wetu baada ya sikukuu ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo tuliosherehekea Jumapili iliyopita. Paulo anasema kwamba Wakristo wa Korinto walitakaswa. Ni kweli, maana kila Mkristo hutakaswa akibatizwa. Hutakaswa dhambi ya asili, na akiwa mtu mzima hutakaswa dhambi zingine alizotenda kabla ya ubatizo. Tukumbuke kwamba sakramenti ya kitubio ndiyo inayoendelea kututakasa dhambi zetu tunazotenda baada ya ubatizo. Paulo anasema kwamba Wakorinto waliitwa wawe watakatifu. Ni kweli. Maana yake Paulo akisema na wasalimia watakatifu wa kanisa fulani, Korinto, Efeso, Galatia, Roma na kadhalika, anamaanisha watu waliobatizwa, yani Wakristo. Maana ya kwanza ya watakatifu ni wale waliotengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu, au kwa lugha nzuri zaidi, waliochaguliwa kwa ajili ya kazi ya Mungu, waliowekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Ni wale ambao kimawazo, kimatendo na hata kwa maongezi yao wanajitofautisha na walimwengu. Wanakuwa kama chachu duniani ama kwa watu wasiobatizwa, ili wapate kuelekezwa kwa Mungu. Kwa hiyo ubatizo unamfanya mtu wa kawaida awekwe wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu, kumtumikia Mungu na kumshuhudia. Watawa au mapadre wakiwekwa wakfu ni namna ya kusisitiza uwakfu ulioanzishwa na ubatizo. Kumbe kubatizwa, kuwa mtakatifu, maana yake ya kwanza ni kuwa mali ya Mungu na kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kumbe tumebatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili. Maana ya pili ya kuwa watakatifu ni maisha yenyewe matakatifu tunayopaswa kuwa nayo kulingana na ubatizo wetu, kutokana na cheo chetu cha kuitwa au kuwa watoto wa Mungu. Tunaposema kwamba tunasadiki kanisa Katoliki takatifu, sio kwamba hakuna wakosefu, sio kwamba Wakristo wote ni watakatifu, ila kanisa huongozwa na Roho Mtakatifu, na bahati nzuri, kwa msaada wa Roho huyo huyo, watakatifu wenyewe wamo kabisa. Kuna walioandikwa kwenye orodha ya watakatifu, kuna wanaotangazwa na mama kanisa baada ya uchunguzi mkubwa juu ya maisha ya Kikristo waliowahi kuishi hapa duniani. Watakatifu wengine wanakuwepo bila kupata nafasi ya kujulikana au kutangazwa, Mungu mwenyewe akiwa anawajua. Kuna hatua 3 za unazopaswa kufikia ili uitwe mtakatifu. Hatua ya kwanza ni kuitwa mtumishi wa Mungu. Kanisa linatambua kwamba fulani aliishi kama mtumishi wa Mungu. Kama sikosei, hata hayati Baba Julius Nyerere, baba wa taifa la Tanzania, hiyo ameisha tambulika kama aliishi kama mtumishi wa Mungu. Halafu hatua ya pili ni kuitwa mwenye heri. Hatua ya 3 ni kuitwa mtakatifu. Na hizo hatua
watakatifu wote waliotangazwa ndani ya kanisa walizipitia. Watakatifu hutumia sana sakramenti, walitumia sana sakramenti ya kitubio mara kwa mara ili wapate kutakaswa hata dhambi ndogo. Dhambi ndogo hata ndogo ziliwaumiza, ndio maana walikuwa wanapenda kuungama, sio kwamba walikuwa wanafanya makosa makubwa kuliko wengine. Ni tofauti na baadhi ya Wakristo wanaokumbuka sakramenti hiyo mara moja kwa mwaka. Jamani, mara moja kwa mwaka ndo kukumbuka kuungama, pamoja na kusahau dhambi chungu nzima ulizotenda katika mwaka mzima au zaidi, wengine hata zaidi ya mwaka. Watakatifu walisaidiwa pia, zaidi ya hiyo sakramenti ya kitubio, walisaidiwa pia na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu, chemchemi ya uzima wetu. Walipata nguvu kutokana na hiyo sakramenti, nguvu za kuwahudumia wanadamu na kumtumikia Mungu na kumshuhudia. Walipenda sana mahudhurio ya misa takatifu, hata zile za juma, katikati mwa wiki walikuwa wanapenda kuhudhuria. Watakatifu walijiweka sana chini ya maombezi ya watakatifu walio mbinguni. Wakajua kwamba hapa duniani wana mapungufu, wakijua kwamba hawajakamilika, wanapaswa kupata misaada ya maombezi ya watakatifu walio mbinguni, hasa Mama Bikira Maria. Ndugu zangu, tunapokumbushwa wito wa kuwa watakatifu, rejea Walawi sura ya 19 aya ya 2, na kuwa wakamilifu kama Baba wetu wa mbinguni alivyo mkamilifu, rejea Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 48. Basi sisi Wakristo tukumbuke kwamba tuna bahati ya kusaidiwa na sakramenti zetu hizo ambazo nimeshazitaja, kitubio na Ekaristi Takatifu, na tuna bahati pia ya kusaidiwa na maombezi ya watakatifu, hasa Bikira Maria. Kumbe inatupasa kutumia vema misaada hiyo kama walivyofanya wale waliowahi kuwa watakatifu. Neema ya Mungu inafanya kazi yake ndani ya kila mtu, ikikutana na ushirika wa kila mmoja wetu. Baada ya kuelewa kwamba waliobatizwa ni watakatifu kwa sababu wamewekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Mungu na wanapaswa kuwa watakatifu kwa maisha yao ndani ya ulimwengu, waliobatizwa wanapaswa kuelewa kwamba wametumwa kwa watu wengine wasiobatizwa. Somo la kwanza la Dominika iliyopita. Kama somo la kwanza la Dominika hii kutoka kwa Nabii Isaya linatukumbusha wajibu wetu. Bwana, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimuletee Yakobo tena, na kadhalika. Kumbe hapo tunaona utume, kuziinua kabila za Yakobo, na kuendelea. Anaongezea zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hadi miisho ya dunia. Rejea somo la kwanza la Jumapili hii. Kazi hiyo, ingawa ilifanywa na manabii, ikafanywa kwa hali ya juu na Yesu mwenyewe, na akawaamuru wanafunzi wake waendelee na kazi hiyo. Rejea Marko sura ya 16 aya 15. Sisi waamini wa leo tunapaswa kuwaunga mkono hao waliotutangulia. Tumebatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili. Utume wetu unapaswa kuanzia kwetu. Kwa Yakobo ni kwetu. Aliniumba ili nimuletee Yakobo. Nawezekana sio Yakobo, ni Patrick au Flora au mtu mwingine, au zaidi ya hapo, zaidi ya hao, kuwa nuru ya mataifa.
tunapaswa kuanzia utume kwenye familia zetu, kwenye jumuiya zetu, huenda hata malezi yetu mazuri kwa wale wanaojitahidi, malezi ya Kikristo yakazaa matunda na kulipatia kanisa watakaoweza kuenda mbele zaidi kwa kazi ya Mungu, yaani kulipatia kanisa viongozi wazuri kutoka kwenye familia zetu, makatekista wazuri, watawa wazuri, mapadre wazuri, wamisionari wazuri wa kutangaza Injili na kuishi Injili wakimpendeza Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tunapoishi Injili, hata kama hatujasema chochote, tunatoa mfano bora wa uinjilishaji. Kutangaza Injili kunaleta mafanikio tele, kukiambatana na kuishi Injili. Kwenye familia zetu, kwenye jumuiya zetu, anayetoa mfano mzuri huzaa matunda mengi. Asanteni ninyi wazazi, ninyi wa Kristo wenye malezi mazuri na mifano mizuri ya maisha yenu. Tunapotoa michango yetu kama sadaka, zaka, shukrani ya mavuno, malimbuko, hiyo pia ni mifano mizuri. Tunachangia pia uinjilishaji, maana tunaliwezesha kanisa letu na wahudumu wa kanisa kuendelea na shughuli za uinjilishaji. Asanteni wenye kutoa na kujitoa kwa ajili ya kanisa la Mungu, kwa ajili ya utume ndani ya kanisa. Unapoteuliwa kama kiongozi mwaka huu au miaka mingine kwa utume fulani, ni kukubali na ukakubali pia changamoto zinazoambatana na utume huo, ni namna nyingine ya kuchangia uinjilishaji. Maana kuna wengine wanaokimbia utume kwa sababu hawataki kujisumbua kwa ajili ya kanisa la Mungu, ila wewe umekubali. Hata kama hakuna mshahara, atakaye kulipa ni Mungu. Kumbuka kwamba Yesu alisema kwamba utapata thawabu ya nabii, na wale ambao wanasaidia utume au wanasaidia mitume, hata ingekuwa ni kikombe cha maji au kamsaidia mtu kwa sababu ni mtu wa Kristo, ni mtumishi wa Mungu, Yesu akasema hata kikombe cha maji utapata thawabu yako. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 10 aya 42. Sasa wewe kwa nini unaacha kufanya utume? Mbona mitume walijisumbua kwa ajili ya kanisa la Mungu? Mbona wamisionari walijisumbua kwa ajili ya kanisa la Mungu hadi kufika kwetu Afrika, Tanzania, Burundi, Kongo, Afrika Mashariki na sehemu zingine za dunia? Mbona walijisumbua? Kwa nini wewe usijisumbue kwa ajili ya utume? Mbona unakwepa utume, unakwepa majukumu? Mbona Paulo mwenyewe alitukumbusha katika somo la pili kwamba ni mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu? Mbona Yohane Mbatizaji mwenyewe katika Injili ya leo aliwaelekeza watu kwa Kristo? Kumbuka na wewe kumtumikia Mungu, na hongera kwa wewe ambao umekubali utume. Kumbuka na wewe uliyebatizwa, Mkristo uliyebatizwa, kwamba ulibatizwa na kutumwa kutangaza Injili na kuishi Injili. Kwa neema ya Mungu na kwa maombezi ya watakatifu utaweza. Bikira Maria Malkia wa mitume atakuombea na ni msaada wa Wakristo. Watakatifu wengine watakuombea, ujikabidhi kwao kwa maombezi yao, na ukifanya vizuri, ukimtumikia Mungu hapa duniani, hata acha kukutunza huyo Mungu naye mtumikia, lakini pia utapata thawabu katika uzima wa milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.